Haleluya kanisa. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hongereni kwa ajili ya siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe wateule wa Mungu. Hongereni kwa siku ya Christmas, naamini Mungu amewalinda na kuwatunza. Hongereni pia kwa kuvuka mwaka 2025 kwenda mwaka 2026. Hebu tumshangilie Mungu kwa vigelegele na makofi. Bwana Yesu asifiwe wateule wa Mungu. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kibali kingine alichonipa tena cha kuwa mahali hapa siku ya leo. Si kazi rahisi, lakini kwa neema ya Mungu hakika nimevuka mwaka kwa kishindo, mimi pamoja na familia yangu. Haleluya wateule wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuiona mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe wateule wa Mungu. Basi nina kila sababu ya kumtukuza Mungu hata kwa nyinyi mliofika mahali hapa ni kwa neema ya Kristo peke yake. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu hata kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon pamoja na familia yake. Bwana Yesu asifiwe wateule wa Mungu. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu hata kwa ajili ya wale wanaoendelea kuangalia katika channel ya Gideon Online TV. Tunaendelea kuwakaribisha tena mwaka 2026 katika madhabahu ya Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe wateule wa Mungu. Basi bila kupoteza muda wetu, tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, ninasema asante Yesu hata kwa ajili ya sana majira haya Bwana ambao umetupa tena kibali cha kula na kunywa mezani mwako, mfalme wa amani. Asante mfalme wa amani hata kwa ajili ya wanao ambao Mungu umewapa kibali cha kufika imani mwako siku hii ya leo. Asante hata kwa ajili ya wale wanaoendelea kufuatilia katika kipindi cha channel ya Gideon Online TV Bwana. Tazama Mungu hata kwa ajili ya ujumbe unaoenda kuachilia sana majira haya Bwana, ukapate kwenda kupata kibali machoni pako mfalme wa amani. Baba, tazama tunaalika Roho Mtakatifu atamalaki juu ya kila mmoja aliyofika mahali hapa na hata wale wanaoendelea kufuatilia. Mungu Baba wa mbinguni, Roho Mtakatifu tamalaki juu ya mfalme wa amani kwa kupitia neno hili Bwana, likawa mbegu inayotukuka ndani ya mioyo yao mwaka 2026 Bwana. Wasirudi kama walivyokuja, bali warudi kwa kukuona wewe na kukutazamia wewe na kuamini ya kwamba mwaka 2026 ni mwaka wao wa kuvuka kwa kishindo, ni mwaka wao Mungu wa kupokea, ni mwaka wao Mungu wa kubarikiwa. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Tazama Baba, tunanyunyuza damu yako ile mwaka pale msalabani mahali hapa Bwana, tukiharibu kila roho ya uharibifu Mungu mfalme wa amani, kila roho inayoenda kinyume juu ya ujumbe wako ulioachilia mahali hapa Bwana, tunaitiisha kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wa Nazareti alo hai, tukialika Roho Mtakatifu atamalaki mahali hapa, akaanze nasi na akahitimishe nasi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe wateule wa Mungu. Basi ujumbe wetu siku ya leo unasema ya kwamba omba neema ya kukumbukwa na Mungu. Haleluya wateule wa Mungu. Tuombe neema ya kukumbukwa na Mungu mwaka 2026. Yamkini yako mambo ambayo Mungu hakutukumbuka 2025, lakini 2026 tuombe neema ya kukumbukwa na Mungu juu ya watoto wetu, juu ya familia zetu, juu ya biashara zetu na hata juu ya ndoa. Haleluya watu wa Mungu. Tukiomba neema ya kukumbukwa na Mungu, hakika hata tuacha 2026 tutaenda kuona mafanikio hata yale ambayo hatujayaona mwaka 2025. Basi 2026 Mungu akatukumbuke kwa namna ya ajabu. Haleluya kanisa. Basi tufungue katika kitabu cha Zaburi ya 106 mstari ule wa 4 hadi wa 5. Zaburi 106 mstari wa 4 hadi wa 5, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. E Bwana, unikumbuke mimi kwa kibali ulio nayo kwa watu wako. Unijilie kwa wokovu wako, ili niuone wema wa wateule wako, nipate kuifurahia furaha ya taifa lako na kujisifu pamoja na watu wako. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi, anaomba neema ya kukumbukwa na Mungu. Mstari wa 4 anasema, e Bwana, unikumbuke mimi kwa kibali ulio nayo kwa watu wako. Muombe Mungu akukumbuke, akupe kibali
akupe neema ambayo utatembea nayo mwaka 2026. Akupe kibali ambacho utatembea nacho mwaka 2026. Akupe hekima ya kiungu ambayo utatembea nayo mwaka 2026. Yamkini mwaka 2025 ulikuwa huna kibali mbele za Mungu. Ulikuwa huna kibali mbele za wanadamu. Ulikuwa huna kibali juu ya biashara yako. Ulikuwa huna kibali juu ya kazi yako. Lakini mwaka huu muombe Mungu akupe neema ya kupa kibali cha kuweza kuwa nacho mwaka 2026 juu ya biashara yako, juu ya familia yako, juu ya kazi yako, juu ya ndoa yako na hata juu ya watoto wako. Haleluya, watu wa Mungu. Bila Mungu kukupa kibali, ukatembea kwa kibali chako wewe mwenyewe, hutavuka. Lakini Mungu akikupa kibali na neema, akakupa hekima itokayo kwake, hakika utaweza kutembea kwa uaminifu. Utaweza kutembea kifua mbele na kuamini ya kwamba mwaka huu 2026 magonjwa hayatatajwa kwangu, mauti hayatatajwa kwangu, fedheha, aibu hayatatajwa kwangu. Haleluya, watu wa Mungu. Ni nini Mungu anaenda kukumbuka mwaka 2026? Haijalishi 2025 ulikuwa na changamoto nyingi, yamkini ni magonjwa, yamkini ni umaskini, yamkini ni roho ya kukataliwa, lakini 2026 ukimwomba Mungu akukumbuke, hakika hata kuacha mtu wa Mungu. Haleluya, wateule wa Mungu. Kinachotakiwa wewe ni kumwambia Mungu, naomba hekima ya kiungu ingie ndani yangu. Haijalishi wewe ni mtumishi, haijalishi wewe ni mfanyabiashara, haijalishi wewe ni mchungaji, bila kuwa na hekima hutaweza kuchunga kondoo wako. Haleluya, watu wa Mungu. Bila kuwa na hekima hutaweza kuifanya biashara yako. Watu watakukimbia, hutaona wateja kwa sababu huna hekima ya kiungu. Lakini ukiomba hekima ya kiungu ikiingia ndani yako, hakika utamuona Mungu kwenye biashara yako. Hakika utamuona Mungu kwenye uchungaji wako. Hakika utamuona Mungu kwenye kazi yako. Hakika utamuona Mungu kwenye ndoa yako na hata juu ya watoto wako Mungu hata kuacha. Haleluya, watu wa Mungu. Anakuambia mstari ule wa 5, ili ni uone wema wa wateule wako, nipate kuifurahia furaha ya taifa lako. Haleluya, watu wa Mungu. Uifurahie furaha ya Mungu mwaka 2025. Uifurahie biashara yako, uifurahie ndoa yako, uwafurahie watoto wako. Haleluya, wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Mungu akikupa furaha utatembea nayo, akikupa hekima utatembea nayo. Haleluya, wateule wa Mungu. Akikupa neema unaweza kutembea ukiwa na furaha mwaka 2026 wote, bila magonjwa, bila aibu, bila fedheha, bila balaa, bila mikosi. Haleluya, watu wa Mungu. Ni Mungu tu aachilie kibali juu yako ili ukaifurahie mwaka 2026. Ufurahie matunda pale ulipoanguka mwaka jana. Umwambie Mungu, naomba unuinue kwa sasa, sintaanguka tena. Yamkini ulianguka kwenye biashara yako, mwambie Mungu, nishike mkono sasa, nishike kwa mkono wako wa kiume, nisonge mbele. Sitaki kurudi tena nyuma, sitaki kuyapitia tena yale unayopitia mwaka 2025. Haleluya, watu wa Mungu. Na Mungu atafanya na zaidi ya kufanya. Anakuambia na kujisifu pamoja na watu wako. Haleluya, watu wa Mungu. Yamkini wamekudhihaki sana, yamkini wako waliokudhalilisha sana, yamkini wako walioona kwamba haufai, lakini ukitembea kwa neema ya Mungu, ukamwomba Mungu akakupa neema ya kutembea nayo, hata wale waliokuona kwamba haufai, hata wale waliokudhalilisha, wakaona ya kwamba wewe ni maskini, wewe ni mtu wa kufa, kwa magonjwa, kwa presha, wataona ukienda kuinuliwa kwa upya tena. Haleluya, watu wa Mungu. Walizoea kusema kwamba mtu huyu ni mgonjwa wa presha, ni mgonjwa wa sukari, ni mgonjwa wa kensa, lakini ukiomba neema ya Mungu ikiwa ndani yako, hakika magonjwa yatatoweka. Presha, sukari, chochote kile hakitatajwa kwako tena. Vile ambavyo ulivyokuwa navyo 2025 hutaviona tena 2026. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu. Ni wewe tu kusimama kwa imani na kumwambia Mungu, tazama,
niko mahali hapa, umenipigania, umenitetea. Nilikuwa kwenye mapito, majaribu mbalimbali, lakini Mungu umeniwezesha, umenivusha umenilinda mwaka mzima 2025, na hatimaye nimeona mwaka 2026. Mungu najikabidhi kwako tena. Nakabidhi watoto wangu, nakabidhi biashara yangu. Yesu, endelea kunitetea. Yesu, endelea kunipigania. Naye atakupigania, mtu wa Mungu. Hata kuacha ukaaibika, hata kuacha ukaendelea kukutukana, hata kuacha ukaendelea kukufedhesha, hata kuacha ukaendelea kukuona kwamba wewe ni maskini. Ni lazima atakushika kwa mkono wako wa kuume, atakupa utajiri. Haleluya, watu wa Mungu. Atakupa pesa. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Kwa hiyo tuendelee kuomba neema ya kukumbukwa na Mungu mwaka 2026, ili Mungu asituache sisi pamoja na familia zetu. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Hebu tukafungue tena katika kitabu chetu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 12 mstari ule wa 6 hadi wa 9. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulikia mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikaanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Haleluya, wateule wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, kanisa. Hizi ni habari za Petro kuwekwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mstari wa 6 anasema, hata wakati Herode alivyotaka kumtoa, usiku ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Yamkini mwaka jana wako walinzi waliokuwa wanatembea na wewe, iko minyororo ulikuwa umefungwa ukawekwa kwenye gereza. Yamkini ni gereza la magonjwa, yamkini ni gereza la mauti, yamkini ni gereza la umaskini, yamkini ni gereza la kutooa au kutoolewa, yamkini ni gereza la watoto wako kutosoma, yamkini ni gereza la kutobarikiwa, yamkini ni gereza ambalo uliwekwa ili usisonge mbele katika utumishi ulio nao. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini mwaka 2026 omba neema ya Mungu ipite juu yako, ili ukaweze kutoka kwenye lile gereza ambalo ulikuwa umewekwa, ukaweze kutoa watoto wako kwenye lile gereza ambalo walikuwa wamewekwa. Haijalishi ni gereza la elimu, haijalishi ni gereza la magonjwa, omba neema ya Mungu ipite juu yako, ili kwenye lile gereza 2026 usiwekwe tena. Haleluya, wateule wa Mungu. Ukatolewa kwenye hilo gereza la magonjwa, ukatolewa kwenye hilo gereza la mauti, ukatolewa kwenye hilo gereza la utasa. Haleluya, wateule wa Mungu. Katika hili gereza aliyowekwa Petro, tunaona kwamba alikuwa amewekwa na walinzi. Wako walinzi waliokuwa wamemzunguka. Yamkini wewe umewekwa gereza ambalo lina walinzi. Yamkini walinzi wako ni wakuu wa ukoo. Yamkini walinzi wako ni waganga au ni wachawi au ni Freemason. Lakini neema ya Mungu ikiwa juu yako, mtu wa Mungu, hawa walinzi wataenda kutolewa, nayo kwenye hilo gereza hutaonekana tena. Haleluya, wateule wa Mungu. Tumeteseka kwa miaka mingi, tumejeruhiwa mioyo yetu. Wako waliokata tamaa wakaona hawawezi tena,
Wako waliokata tamaa wakaona sasa sitoweza kuishi tena, nitakufa. Yaani ameshafika ile stage ya kusema ya kwamba ni bora nife kuliko niendelee kuishi na mateso haya. Yuko ambaye ameona ya kwamba, yani ameona mwaka 2026 lakini amekata tamaa. Ameona akiwa amechoka. Lakini neema ya Mungu ikiwa juu yake, mtu wa Mungu uliofika mahali hapa, ukiomba neema ya Mungu ikiwa juu yako, hakika hutakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Hutaona roho ya mauti mbele yako tena. Hutaona umaskini mbele yako tena, bali utaona utajiri mbele yako. Haleluya, watu wa Mungu. Wamezoea kusema ya kwamba huyu ni maskini, lakini neema ya Mungu ikiwa juu yako, amba Mungu akiamua kuachilia neema ya kukukumbuka wewe, utajiri utakuwa ni juu yako. Magonjwa hayatatajwa kwako tena, wateule wa Mungu. Haleluya kanisa. Mstari wa 7 anasema ya kwamba mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikaanguka mikononi. Haleluya, wateule wa Mungu. Siku ya leo, magonjwa yaliyokuwa ndani yako, mateso yaliyokuwa ndani yako, umaskini uliokuwa ndani yako, unaenda kuacha mahali hapa. Haleluya, wateule wa Mungu. Unaenda kuondoka na ushindi mahali hapa. Amini, umeacha vyote ukakimbilia madhabahu ya mlima Moria. Wako walioambiwa kwamba nenda mahali pale utakutana na nguvu ya Mungu, utakutana na uponyaji, utaacha mateso ulionayo mahali hapa. Lakini mtu ameacha vyote akakimbilia mahali hapa akiamini kabisa kwamba atakapofika mahali hapa atakutana na nguvu ya Mungu na ataondoka na uponyaji. Haleluya, wateule wa Mungu. Nawe siku ya leo, amini, minyororo iliyokuwa imefunga familia yako, minyororo iliyokuwa imefunga miguu yako, minyororo iliyokuwa imefunga mikono yako, ikafunga watoto wako wasonge mbele kielimu, ikafunga ndoa yako msielewane kwenye ndoa, ikafunga biashara yako usisonge mbele, amini, siku ya leo inaenda kukatika na unaenda kuwa huru. Haleluya, wateule wa Mungu. Unaenda kuwekwa huru siku ya leo. Haijalishi wameapa wakaandika kwenye ardhi kwa kwamba mtu huyu hatafanikiwa, lakini kumbuka, neema ya Mungu ikipita juu yako itatuma malaika kama walivyotuma kwenye lile gereza la Petro. Naye atakata minyororo yote, naye atakata vifungo vyote. Haijalishi ni vya mauti, haijalishi ni vya magonjwa, haijalishi ni vya umaskini, leo vinaenda kukatika kwa jina la Yesu. Haleluya, wateule wa Mungu. Ni sisi tu tusimame kwa uaminifu, tumwambie Yesu, nimepita katika mapito mengi, nimepita katika changamoto nyingi, nimepita katika adha nyingi, lakini siku hii ya leo nataka nikakuone kwa namna ya ajabu. Haleluya, wateule wa Mungu. Mungu hata kuacha, ni lazima atatenda na zaidi ya kutenda. Mstari wa 9 anasema, akaondoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Miujiza ambayo Mungu anaenda kutenda juu yako siku ya leo, au juu ya familia yako, au juu ya ndoa yako, au juu ya watoto wako, hutaamini kwa macho yako. Haleluya, watu wa Mungu. Utahisi labda uko kwenye ndoto, maana umezoea kuteseka. Umezoea kila siku asubuhi ukiamka unameza dawa. Umezoea kila siku asubuhi ukiamka unashuka kitandani kwa shida. Lakini unapoondoka mahali hapa siku ya leo, hutameza tena dawa, mtu wa Mungu. Hutaamka kitandani tena kwa shida. Haleluya, wateule wa Mungu. Umezoea ukifanya biashara huoni hela, lakini siku ya leo ukisimama kwa uaminifu, kila kilichoongelewa siku ya leo kwenye hili neno la mahali hapa siku ya leo, utaona kama ni ndoto. Bwana Yesu asifiwe, wateule wa Mungu. Hutaamini Mungu atakayeenda kuyatenda juu yako siku ya leo. Hutaamini Mungu atakayeenda kuyatenda juu yako, juu ya watoto wako, juu ya biashara yako, juu ya ndoa yako, juu ya kazi yako. Utaona kama ni ndoto. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini haitakuwa ni ndoto.
Amini neema ya Mungu imeshuka juu yako mwaka 2026. Haleluya, wateule wa Mungu. Hebu tumshangilie tena Mungu kwa vigelegele na makofi. Tunaamini madhabahu ya Mlima Moria ina nguvu. Haleluya, watu wa Mungu. Wako waliokuja maskini wakawa tajiri, wako waliokuja ambao hawana watoto wakapakata, wako ambao walikuja ni wagonjwa hawajiwezi lakini wakaondoka na uzima mahali hapa. Nasi mchana wa leo tuamini ya kwamba Mungu wetu hata tuacha tukarudi kama tulivyokuja, bali tunaenda kurudi na uzima na afya. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Hebu tumshangilie tena Mungu kwa vigelegele na makofi. Basi tuinamishe vichwa vyetu, tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba yangu na Mungu wangu, mfalme wa amani, Mungu mwenye rehema, nguvu, uweza na mamlaka, ninasema asante Yesu kwa ajili ya neno lako ulioachilia sana majira haya, ya kwamba tuombe neema ya kukumbukwa na wewe Bwana. Baba, sasa na majira haya Bwana, wanao wako tayari, mfalme wa amani, wanaomba neema ya kukumbukwa na wewe 2026 Bwana. Usiache hata kila mmoja aliyofika mahali hapa Bwana akaondoka kama alivyokuja Bwana. Hata wale walioko wanaofuatilia katika kipindi cha channel ya Gideon Online TV, Mungu mfalme wa amani, Yesu, kaachilia neema hii ya kukumbukwa kwao Bwana. Ukawakumbuke, usiwaache wao pamoja na familia zao na biashara zao na kazi zao, Mungu mfalme wa amani. Wakumbuke kwa namna ya ajabu na kwa jinsi ya ajabu Mungu, ili kadhihirike ya kwamba uko Mungu unayeweza, uko Mungu mwenye nguvu, uweza na mamlaka. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen.